Simba walikuwa wanahitaji na kiungo namba 10. Timu ya Simba kwenye msimu huu imekosa ubunifu kwenye lile eneo, na ubunifu ulichangiwa na vitu viwili. Cha kwanza, mbinu za walimu ambao wamepita, lakini cha pili aina wachezaji ambao walikuwepo kwenye ile position. Jean Charles tangu msimu uliopita alikuwa anatumika kama shadow striker, yes. Nyuma ya mshambuliaji ama pembeni ya mshambuliaji, na ndio maana mara nyingi alikuwa anahusika kwenye miguso ya mwisho ya mpira akiwa kwenye eneo la 18, lakini hakuwa kwenye issue nzima ya utengenezaji nafasi na ubunifu wa timu. Msimu huu Simba wakaenda Mamelodi wakampata Neo Maema, lakini tangu Neo aingie ndani ya kikosi naye pia kwenye hajafanikiwa kutibu issue ya ubunifu na utengenezaji wa nafasi. Kwa hiyo unapata mchezaji ambaye yupo bado kwenye form, sababu tunapomzungumza Clatous muda huu ndio mfungaji bora wa Singida Black Stars michuano yote, ana takriban goli 7, jambo ambalo hata washambuliaji wa baadhi ya timu ligi kuu ikiwemo Simba hamna ambaye ameweza kuzifikia hizo numbers. Lakini ni moja kati ya wachezaji ambao form yake imemsaidia pia kuhusika issue ya utengenezaji nafasi, jambo ambalo bado linabaki credit kwake. Kwa hiyo kumpata Clatous kipindi hiki ni wameenda kutibu changamoto ambayo walikuwa nayo. Ni moja kati ya wachezaji ambao bado ana ile energy ya kucheza timu kubwa, bado ana uwezo wa kufidia magepo ambayo Simba amekuwa nayo msimu. So ni usajili mzuri kwa upande wao na ataweza kuwasaidia, japo ni usajili ambao hautakiwi kutumika kwenye progress ya muda mrefu. Jamaa anakata jicho. Mimi ni macho yake. Na baadaye anasaini mkataba mwaka mmoja. Mimi nauliza swali kidogo. Chama anaondoka Simba alisema ilikuwa duka. Kwa anarudi kama Tigo Pesa. Walisema mzee. Walisema duka. Walisema mzee. Nani? Kivombola mshangaa sana Wakanda. Na mshangaa kwa ile sababu yani Wakanda off mic huyu unao. Yenye mic nzuri. Off mic ni tofauti na huyu hapa anayeongea. Unajua hapa anaongea. Kumbe mlikuwa mna kikao chenu. Mama off mic ndio anakuwa na akiti mama. Yaani anavomuelezea Clatous Chota Chama, unaweza ukasema sasa ni Lamine Kamara anakuja kwenye ligi ya Tanzania. Tusidanganyane, age ya Clatous Chota Chama kwa uchezaji wake anaoendelea kucheza pale Singida Black Stars ni mara mia angemtafuta hata Imid Mao kutoka Azam FC akaja kwenye timu yao. Clatous Chota Chama sio maji ya jioni, yani ni maji kabisa ya mwisho ambaye sio kama unamkosea heshima. Nyinyi mlizingatia nini? Sasa una Morris Abraham, unaenda kumleta Clatous Chota Chama. Wewe una timu yako hapo, nani unaenda kumwanzisha? Yani Morris huyu hapa Abraham, Clatous Chota Chama wewe. Mimi kwangu mimi ukiacha madhaifu ya Budo Mutale, kwangu mimi upambanaji wa Budo Mutale ni bora zaidi kuliko Clatous Chota Chama. Nikiangalia kikosi cha Simba sasa hizo anawaza kukimbia. Nikiangalia na age ya Chama na movement anavyozifanya uwanjani. Kikubwa sisi tunafurahia kwa sababu wanarudia makosa yale. Umeona sasa hizo anaachwa Chamu, analetwa tena beki mwingine mzito mwenye haiba za Chamu. Dakika za nyongeza hizi. Kipenga extra. Wanataka kucheza kwa mamlaka. Yaani wa dominate waoneshe ule ukubwa wao. Kitu ambacho of course kwenye mechi ya draw dhidi ya Mbeya City hoja haikuwa sare aliyoipata. Of course suluhu aliyoipata. Hoja ni kiwango ambacho kilichowafanya wafikie kwenye ile suluhu. Lakini walivyofanya mabadiliko ya technical bench, kocha aliyekuja tumeona mwenendo. Nafikiri pia Mabedi alisimamia mechi ya ligi ya mabingwa mechi moja dhidi ya Silver Strikers. Mechi za ligi hizi of course Pedro akameingia. Mpaka tulipofikia sasa hizi hitaji la wanayanga limeshapatikana ama ndo lipo mbioni kupatikana? Kwa asilimia kubwa limeweza kupatikana. Kama ulivyosema hapo, kipindi msimu unaanza kwa bwana Pedro, kwa Roman Force, kubwa za mashabiki wa Yanga ilikuwa ni issue ya display ya timu. Namna ambavyo timu ilikuwa inacheza walikuwa hawaoni kama timu inacheza namna ambavyo wao wanatamani kucheza. Katikati hapa namna ambavyo waliishi kwa Nabi, Gamondi na walimu wengine waliopita, ilikuwa ni Yanga ambayo ina display nzuri ya kiuchezaji. Ukienda uwanjani si tu utashuhudia maybe magoli yakifungwa, lakini pia hata namna ambavyo timu inakuwa inacheza, patterns za kucheza zinakuwa zinaonekana. Kitu ambacho kwa Roman Force kulikuwa na tofauti. Roman Force timu yake ilikuwa inatamani icheze kwa haraka sana. Ndio maana Yanga muda mwingi ilikuwa haimiliki sana mpira, walikuwa wapo direct sana, kitu ambacho kwa mtu ambaye anataka aone mpira mzuri umfurahishe machoni ilikuwa haifurahishi, na ndio maana kelele nyingi zilikuwa zipo hapo. Lakini baada ya Roman Force kuondoka na Pedro kuchukua timu, kuna eneo ambalo timu imeweza kubadilika, na hivi sasa unaweza kusema wameweza kurejesha ule ubora waliokuwa nao msimu uliopita. Na ni moja ya kitu ambacho unaweza kusema viongozi wa Yanga aliyehusika kupoint jina la Pedro alifanya kitu kizuri sana. Unajua kunisha Roman Force, viongozi wa Yanga walitakiwa ya kwanza kulaumiwa. Of course. Ukiwa tayari una falsafa ya kiuchezaji na watamani timu yako iendelee kucheza vile vile, maana yake hata mwalimu unayemleta lazima aendane na kile ambacho unakiamini. Wachezaji ambao unawaleta pia waendane namna ambavyo wanataka timu yako icheze.
wakati wanamchukua Romain Folz, inawezekana ni jambo ambalo hawakuweza kulizingatia. Maybe walishawishika kwa sababu alishapita Mamelodi, wakaamini anaweza akawa na ideas zinazofanana na Mamelodi Sundowns, kwa sababu Mamelodi kiuchezaji nayo ni timu ambayo inaweka sana mpira chini, inavutia kwenye display, lakini ilikuwa tofauti kwa Romain Folz. Akaonekana mtu ambaye yuko tofauti na vile ambavyo timu inataka icheze. Kwenda kumchukua Pedro ilikuwa ni karata muhimu sana. Pedro Gonçalves, kwa wale ambao wamemfuatilia hata kabla hajaja Young Africans, akiwa na timu ya taifa Angola, ni kocha ambaye anausudu sana mpira timu yake icheze kwa kuumiliki mchezo. Tulishuhudia Angola kwenye CHAN, lakini ilikuwa jukumu lake la mwisho. Angola kwenye CHAN walikuwa hawana matokeo mazuri sana, lakini ni miongoni mwa timu ambazo zilikuwa na wastani mzuri wa kumiliki mpira kwenye mechi, almost 60% na kwenda kwenye kila mechi ambayo wanaweza kuicheza. Lakini pia Angola ambayo ilishika AFCON 2023 ambao walifika mpaka robo finali, walikuwa na kiwango kizuri chini ya Pedro. Na ukiangalia namna ambavyo walikuwa wanacheza, ni vile vile timu ambayo inamiliki mpira muda mrefu, wanapasiana, namna ambavyo wanatoka ni Facebook na nyingine, unaona timu ikiwa ina move kwa pass, na sio tu kwa zile vieta ambavyo mpira wa Folz uweza kupewa hilo jina. Kwa hiyo kuweza kumselect Pedro ilikuwa ni karata sahihi. Mwalimu ambaye idea zake za kufundishaji, lakini pia hata falsafa zinaendana kabisa ambavyo Yanga wanataka na wachezaji ambao wako nao. Ukiangalia Yanga ni midfield imecontain wachezaji wengi sana ambao wanatamani timu icheze mpira. Ukimwangalia Duke Abuya ni mtu ambaye anaitwa sifa za passing, namna ambavyo anakaa kwenye maeneo. Maxim pia Nzengeli, namna ambavyo ana uwezo kuhudumu kwenye maeneo mbalimbali kwenye daya kiungo, anaweza kucheza central midfielder, akacheza kama inside 10, akatokea pembeni. Haya yote ni kutokana na uwezo wake wa kuwa na mpira mguuni na uwezo wake wa kupiga pasi. Mudathiri Yahya pia. Kwa hiyo hawa wachezaji ambao walikuwa nao ni wachezaji ambao wanaendana na falsafa ya Yanga. Lakini kumleta mwalimu ambaye alikuwa tofauti ndio kilikuwa kwa hivi sasa wapo kwenye eneo ambalo ni zuri. Na unaweza kusema wamefika kwenye eneo hilo ambalo walikuwa wanalitamani, kwa sababu hata magoli ambao wanafunga pia yanaendana na kile ambacho kinatokea misimu ya nyuma, kwa sababu kutoka kwenye goli 4 za KMC mpaka leo goli 6, na inawezekana maybe ingekuwa ni magoli mengi endapo unajua Yanga jana walikuwa wanacheza ni kama vile walikuwa wanacheza kwa tahadhari, kwa sababu siku 4 baada ya jana, kwa maana ya Ijumaa, watakuwa na mechi nyingine dhidi ya Ahly. Kwa kuna eneo ambalo baada ya kufunga ile magoli matatu kipindi cha kwanza, kipindi cha pili kama vile walikuwa wamepunguza kasi, lakini baada ya zile sababu ndivyo tempo ya mchezo pia ikarudi kwa juu, akapata magoli mengine matatu. Okay, anyway, mechi 7 za mashindano rasmi wa kanda ambazo Pedro Folz kazisimamia, ukitoa zile za Mapinduzi kule, mechi 7 ligi kuu pamoja na michuano ya CAF zinatoshea kuamini tumeshaifahamu identity ya Yanga chini ya kocha Pedro. Yanga wamejipata chini ya Pedro, wamejipata in terms of namna timu inacheza katika muundo ambao unaonekana, unaeleweka, lakini pia wamejipata in terms of dominance, wanacheza dhidi ya wapinzani, halafu wapinzani hao kuna muda unaona wakistruggle kucheza na Young Africans, haijalishi ni timu gani, kwa sababu katikati hapa Yanga amecheza na FAR Rabat amestruggle kuifungua safu ya ulinzi ya Yanga. Yanga amecheza na GS Kabylie, hawa ni wapinzani wa madaraja ya juu kabisa, lakini Young Africans pia amecheza na Azam ambao pia ni mpinzani wa daraja lingine ambalo ni anaweza akamchallenge Young Africans. Lakini ukiangalia katika wapinzani hao wote, Yanga mpaka sasa hivi unaweza ukasema hamna mpinzani ambaye ameonyesha uthubutu wa kulisumbua lango lao cha kwanza. Kwa wapinzani waliocheza, kwa wapinzani ambao kapata tough game ama zote ni easy kapata tough games, tena nyingine ni very tough kwenye level ya juu. Za Yanga chini ya Pedro tumeziwia. Yes, kwamba tumemuona akicheza michezo migumu ambayo FAR Rabat amecheza na GS Kabylie, amecheza na Azam, amecheza na Singida Black Stars. Hii ni michezo ya madaraja ya juu, yani inawezekana isiyo daraja A, lakini FAR Rabat tunaweka kwenye daraja A because FAR Rabat ni moja kati ya timu kubwa barani Afrika hivi sasa. GS Kabylie unaweza kaika kwenye daraja B, hapo unaweza kumdondosha Azam, then daraja C unaweza kumdondosha mtu kama Black Stars. Alafu huyu Pedro amecheza dhidi ya wapinzani ambao anawamudu, amewazidi daraja. Angalia amecheza nao katika namna ipi. Amecheza huko akiwa very dominant kwenye game zao, amezitawala kwa asilimia kubwa, akiwa anaruhusu timu yake kuflow katika muundo ambao unaeleweka. Lakini tukija sasa tukiangalia utambulisho wake kiuchezaji, tayari sasa hivi unajua Young Africans anacheza katika muundo upi, anazuia kwenye rest defense yenye idadi gani ya watu. Yanga sasa hivi anazuia na watu 4 ambao watu hao 4 wanakuwa ni mabeki wawili wakati,